asipozaliwa akiwa mzee, awezaje kuingia tumboni mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Ndivyo ilivyo hata leo. Wapo watu wengi ambao hawajui nini maana ya kuzaliwa mara ya pili, na bila kujua maana hii unaweza ukajikuta unaenda jehanamu ya moto, afu ukashangaa kwa nini nipo jehanamu ya moto. Ni kwa sababu kuzaliwa mara ya pili. Sasa ndugu zangu, mtu anapozaliwa katika hali ya kimwili, amezaliwa katika hali ya kimwili, ni tofauti na kuzaliwa mara ya pili. Kimsingi kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Ndio maana binadamu anamzaa binadamu mwenzake, ng'ombe anamzaa ng'ombe mwenzake. Kumbe kilichozaliwa na roho ndio kinachoitwa roho. Sasa mtu aliyezaliwa na roho, huyu ndiye aliyezaliwa mara ya pili. Kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mtu ambaye ameokoka. Ni mtu ambaye amefanya nini? Ndio maana wengine wanasema ni mlokole. Ukizaliwa mara ya pili wewe unaitwa mlokole, umeokoka. Sasa ili ijulikane kwamba umezaliwa mara ya pili, lazima uwe umefanya mambo makuu mawili. Ili itwe kwamba wewe umezaliwa mara ya pili, ni lazima uwe umezingatia mambo makuu mangapi? Jambo la kwanza, uwe umeamini. Jambo la kwanza, umefanya nini? Jambo la pili, uwe umebatizwa. Sasa kuamini ni nini? Tumeona jambo la kwanza ni kuamini. Kuamini ni nini? Kuamini ni kuwa na uhakika na jambo fulani. Yaani ukishakuwa na uhakika wa jambo fulani, wewe umefanya nini? Umeamini. Kwa mfano, wengi tunajua kwamba mtu akinywa sumu anapona. Tunaamini kwamba mtu akinywa sumu anafanya nini? Anakufa. Hiyo ndio imani yetu. Imani yetu tunaamini kwamba mtu yoyote ambaye atakunywa sumu, basi mauti itafanya nini? Itamfika. Kwa sababu hii, sifa ya kwanza ya kuzaliwa mara ya pili, lazima uamini. Huwezi ukaokoka kama bado hujaamini. Ndio maana neno la Mungu linasema katika Yohana 1:12 kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kumbe sasa, ili na sisi tuweze kuokolewa, lazima tuwe waamini. Ukishamwamini Yesu, halafu kampokea akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi hapo ndipo unaweza ukapata neema ya wokovu. Sasa baada ya kuamini, lazima umalizie hatua nyingine ya mwisho. Hatua nyingine ya mwisho ni lazima ubatizwe. Unaamini, halafu baadaye unafanya nini? Unabatizwa. Ndiyo maana dada yetu Neema alipoamini akachukua hatua nyingine, akabatizwa. Maana yake tunasema sasa ana sifa ya wokovu. Akiendelea hivyo, lakini wokovu ameupokea, sasa ni yeye kuutunza. Ndiyo maana kaka yetu Isaac, kaka yetu Asheri aliamini. Alivyoamini akachukua hatua nyingine kufanya nini? Ya kubatizwa. Kumbe kuamini na kubatizwa ndio sifa ya nini? Ya wokovu. Hawa wamebatizwa, wamefanya jambo jema. Hebu tuwapigie makofi sana watu hao. Amen. Kumbe kuamini ukijumlisha kubatizwa unapata nini? Tuingie shuleni. Mimi wanafundisha kidogo, ile mnalifahamu. Kuamini kujumlisha kubatizwa unapata nini? Wokovu. Sasa huwezi ukapata wokovu
kama hujaamini. Huwezi ukapata wokovu kama hujabatizwa. Hebu tujaribu kuwaza pamoja nami. Mwanafunzi anaweza kufaulu mtihani bila kusoma? Haiwezekani kabisa, haiwezekani. Mtu anaweza akapokea mshahara bila kufanya kazi yoyote? Haiwezekani. Kumbe, je, ni hawa tu peke yao? Mtu mwenye uwezo wa kuamini ni mtu yoyote tu anaweza kaamini. Sasa unaweza ukajiuliza maswali. Je, hivi mtu mwenye mapungufu ya akili anaamini? Nauliza tu, hapa tuko darasani. Mtu mwenye mapungufu ya akili, yaani mwehu, anaweza kaamini? Hawezi kuamini. Tunaweza tukambatiza? Labda tukumbushane kama mtu anaweza kumbatiza mwehu. Hatumbatizi kwa sababu haamini. Lakini vile vile mwingine atasema kwamba mtoto mdogo mchanga tunaweza kumbatiza. Sasa kama tunaweza kumbatiza, tutaangalia maandiko. Kama yanaturuhusu, basi tunambatiza. Lakini kama hayaturuhusu, hatuwezi kumbatiza, si sawa? Maana mwongozo wetu ni nini? Ni neno la Mungu. Mtu ambaye mwenye mapungufu ya akili sanaweza katembea uchi kabisa, katembea bila wasiwasi, tena kwa furaha yote. Je, mtoto mchanga hawezi kutembea hivyo hivyo? Kumbe sifa ya mtoto mchanga yule na mwewa havina utofauti, ila ni kwa sababu tu yule mtoto anapoendelea kukua, akili yake inaendelea kuwa sahihi, si sawa? Lakini mtoto mdogo na mwewe hawana utofauti. Ndio maana unaweza akachukua simu yako akaweka kwenye maji. Mwenye akili timamu atafanya hivyo? Kumbe mtoto mdogo